KTN, Bondo, Siaya. Viongozi kutoka pande zote nchini walijiunga na waombolezaji katika chuo kikuu cha Jaramogi mjini Bondo, kaunti ya Siaya, kwenye mazishi aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, katika hafla iliyojaa mbwembwe za utamaduni, dini na siasa, huku wafuasi wakifika kwa maelfu kushuhudia mazishi aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM kwa miongo miwili. Winfrey Owino ametuandalia taarifa ifuatayo kuhusu matukio katika mazishi ya hayati Raila Odinga. Saa 3 asubuhi basi kwa heshima Jumapili tarehe 19 Oktoba mwaka 2025, mwili wa marehemu Raila Odinga, waziri mkuu wa pili wa Kenya ambaye alihudumu kama kiongozi wa siasa za upinzani kwa muda mrefu zaidi, uliwasili katika uwanja wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga. Hapa ndipo ibada ya mazishi ya Raila iliandaliwa. Mwili wa Raila ulifika chini ya ulinzi mkali baada ya kukaa nyumbani kwake katika shamba la Opoda usiku kucha, maafisa wa jeshi wakiwa mbele, huku maelfu ya waombolezaji waliofika kumwomboleza Raila wakisimama kando ya barabara wakati msafara huo ukipita, wakitoa hisia zao kwa kupeperusha bendera, picha ya Raila au matawi, hali ikiwa ni mchanganyiko wa furaha na huzuni na kumuenzi Raila kama shujaa wa demokrasia na haki. Mjane wake Aida Odinga na watoto wake watatu wakifika kwa ndege muda mfupi baadaye. Viongozi wakuu serikalini na viongozi wasiokuwa serikalini, akiwemo mwandani wa Raila wa kisiasa Kalonzo Musyoka, aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo na rais wa zamani Uhuru Kenyatta, wote walikuwa miongoni mwa wageni wa heshima waliofika. Hata hivyo, sarakasi na tamaduni za jamii ya Waluo hazikukosekana. Lakini baada ya hotuba zote kufika kikomo, jeshi lilichukua usukani. Msafara wa kwenda Kang'o kwa Jaramogi ukaanza na mwili wa Raila ukapumzishwa kando ya babake. Winfrey Owino, KTN. Shukrani sana Winfrey Owino kwa taarifa hiyo. Ilikuwa siku ya hisia na kumbukumbu kwa